sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Izina la Mwene lichidikanje. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi ya pekee. Tumusaifu chara pamwabi wa patera kwa ajili ya ibada hii ya kipekee. Pakuyana letu. Ndio chari chijitu. Ni kanisa ambalo tumelianza hapa Chitipa. Yo chari chimo leo tulianza hapa Chitipa. Lakini ni heshima yangu ni mwite mama mchungaji ni inaonekana wengine wanamfahamu tu kwa kumuona mitaani. Kuronda imwitizie umama mpaza pana baba rumo bakumenya ndo mtawe. Ni heshima yangu ningemleta kwenu kabla sijatambulisha familia yangu. Kuronda ichiza imulete mulingane. Nitambulishe mchungaji wetu hapa. Kuronda wewe na kwa kuomba business kwa kubyali church score uye. Lengo letu tusambaze makanisa nchi nzima. Kuronda itusaske ichari chikosi kuno. Na unaweza kusema watu hawa ni namna gani? Na wale mngalio kutubana matuburi. Sisi tumepanda makanisa sehemu mbalimbali. Hizo kubyali gani tukore kanerekana. Huu ni mwaka wa 34. Huu mwaka wa 34. Nimepanda makanisa Mozambiki. Na byali gani tuko Mozambiki. South Africa. South Africa. Kenya. Nimepanda na Burundi. Na byali na Burundi. Lakini nimepanda na Kongo. Na byali na Kongo. Na tumepanda pia na Uganda. Na byali sana ku Uganda. Sasa ni zamu ya Malawi. Ile kwa Malawi. Tumaletea injili sio iliyo hai halisi. Wamaleta isu iliyo ibambeli lilo lote vya kuvamia family vya bunyasi. Na sio kukufanya wewe ukae tu. Tunataka kila Mkristo atakaokoka awe mwanafunzi wa Yesu. Tutale na wewe wa Kristo roturo na mumanyire isu na lori ile Yesu. Tutakufundisha namna ya kukulia wokovu na kuishi maisha matakatifu. Bali kumanyisha Mungu manyire biashara ili hampoko mkule na mpoko wake. Lakini pia tunashukuru serikali yetu ya Malawi. Sona tukusaidia soni government ya Malawi poma litu kwa ajili ya kutusajilia kanisa hili limesajiliwa kisheria. Sari chilino mwewe yaligatembesa. Sio na wahuni. Mwewe tegi na mnezinasa kwa ndalo vyalembesiwa. Kanisa linalotambulika na serikali. Ipoma ile lorama ni tukulichaji. Kwa hiyo kama wewe uko hapa. Wewe na tulipano. Amini kwamba huyu ndio baba yako na huyu ndio mama yako. Itikizani kutila we baba wako na hilo we mama wako. Na tunahakikisha tumeshafanya mpango kwa ajili ya ujenzi kupata kiwanja tutajenga kanisa haraka. Tukurona tumenyesha marubiro he tusenge rubiri chali chimaro sururu he tusenge amara tusenge kumarubiro he. Leo tunaabudia hapa kwenye uwanja. Leo tukuputi hapano. Jengo letu mali tulilo azima lile ni dogo. Wala kwa tukuputi akali akazeruka kana ndiru kuru. Ndio maana tuko hapa uwanja. Sofubere tulipano. Lakini siku zingine tunakutana kwenye jengo letu la muda pale. Ile rusini tuputi hata pano marubiro rubiro. Pale utaona na bango letu tutaliweka pale. Ili kutike tumike para. Kwa hiyo watu wenye shida na matatizo watu wana ni mtano utakutana na mchungaji atatoa ratiba mwishoni mwa mkutano jioni. Hata itabike programu ipi atikomane na wewe amaro pale. Sisi kama wazazi kutoka Tanzania tumeamua kuwekeza makanisa Malawi yote. Watumura ukutupenyeleza ukutamachechi la byali wa Malawi. Na tukijenga sio kama tuondoka nayo, haya yanabaki hapa. Wewe tunakutitukuruka nazo kula. Sisi tupange vitu vya kudoa. Na haya nimeyafanya kula Mozambiki na sehemu mbalimbali. Kisha naomba kwa Mozambiki na kwa siku moja. Sisi hatuna mzungu wetu ni mmoja Yesu. Tutenda mzungu ituweka yeye Yesu. Tunaamua kufanya kazi sisi wenyewe wa Afrika. Tumuru kunitoa baba zeka South tunene South Africa. Kwa hiyo onyesha ushirikiano na mchungaji huyu. Mkorene lebura mpasta winyuno. Na mama mchungaji. Mama pasta. Baada maneno haya. Papa mafiano. Ni washukuru. Asante mama unaweza karudi sasa. Asante mama basi tunaoka. Sasa niwape nafasi binti yangu ajitambulishe alisalimia. Napa mbele kumwami ukutuma mara Yesu paliwaje. Yesu paliwaje. Asante sana kwa kupewa umwami uno. Sasa tulikuwa tunajitambulisha. Kumanya mwingi mumenye. Mimi ni mwalimu wa watoto, nilikuwa hapa. Nene mbangisi wabana nali pano. Nashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Asante sana najifuka cha mpoka mama ngombe kupoka. Nimefurahi kuona watu wapya, kupata marafiki wapya, kina mama wapya. Na baba wapya, wanyamata wapya, wana wapya.
Natumaini nyinyi mtapata nafasi ya kuja Tanzania kusalimia. Zimenye ni mwenye nchi kwize kutanzania mtu kuokemize kubo bikombe ya chara. Asanteni sana kwa ushirikiano. Asante sana. Mungu akitupa neema nyingine tunaweza tukaonana tena. Mwena tuchara tukumwa buyunji tuparige sana tuzime chara tukumwa bitu liko maana sona nye. Asante. Ndaga. Bwana Yesu asifiwe. Mwini Yesu apari wanje. Bwana asifiwe. Yesu apari wanje. Sana leo kuhoboka pakubenya. Kama nilivyokuwa nikijitambulisha, jina langu naitwa Emerida George. Mwana ndio kuitambulisha ine kuitiziwa Emerida George. Nimeokoka na mpenda Yesu. Pokizwe mwanitu Yesu. Tuna watoto 3. Tuna bana 3. Na huyu ndio mtoto wetu wa mwisho. Huyo mwana wetu wa bumariro. Ndio Mungu aliyotupa. Yo echara tupie. Ametupa wachache wa kimwili, atupie banandi aba kumubiri, lakini ametupa wengi wa kiroho. Atupa binja bamambepo. Na nyinyi mkiwemo. Nimwe mwe bana bitu. Kwa hiyo tunajisikia furaha, tunajisikia vizuri kwa kweli. Tukuivuga kiza tuwe basa tukeswe bahoboke. Mchungaji, Mungu akubariki pamoja na mama. Pastor wa uchara kusaye poka numuchi wako. Tunayo sababu ya kujivunia mchungaji huyu, ni mchungaji mzuri na mchungaji wa kiroho na mpenda Mungu. Mwe tungidaya manye tukunemera manye tuno pastor mwiza. Wale washirika wa zamani na wale waliokoka kwenye mkutano, kanisa lako ndio hili. Mwe abantu babapokizwe na rangi za tukorera ni ichari kigoryo lino. Utamuona Mungu kupitia kanisa hili. Mtu mwenye charo kwendera mchari chirino. Acha na mambo wenye chara vitabonde. Barikiwe sana. Jumanne tutakuwa tunarudi. Mwe tukusarisha sana, uchara sana. Pachito pachitubiri tukubwera. Endeleeni kutuombea ili tutimize yale malengo kwa ajili ya kupanda kanisa Marawi yote. Mwe mtu putira yemani hata tupanise tubyari chimu Marawi yose. Ili watu wote wamjue Mungu. Wote bose bamumanyichara. Mbarikiwe sana. Uchara basai sana. Asante. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mwene suri pari wanje. Mungu ni mwema mno. Uchara mwiza sana. Niwapongeze wale wote wala kusitapoka, lakini wale waliosikia injili. Lole wale wiva izi. Juzi na jana wiva izi wibabwira ni lero umeamua kuokoka. Wasara pa kupokwa. Naomba wale watoto mwatenge pembeni kidogo. Mwe abana mubabike ko murubasu. Wasaidie walimu kama wakire. Uliokoka juzi kama ni mkutano umesikia. Asante, nataka nikuombe. Funika macho yako. Baba, katika jina la Yesu. Tata mwisi na Yesu. Asante kwa sababu ya vijana hawa na watoto hawa. Na watu wengine ambao hawajaja hapa lakini wamesikia injili yako. Ninachoomba Roho Mtakatifu watunze. Kuraba mbebo mwikebo bazirire. Katika jina la Yesu. Mwizina la Yesu. Baraka ziwe juu yao. Insa ziba ko. Uzima uwe juu yao. Umutende we papa. Katika jina la Yesu. Mwizina la Yesu. Pokea baraka. Pokea insayo. Pokea uzima. Pokea insayo. Pokea kuinuliwa. Pokea kuendelea. Pokea mafanikio. Pokea kuendelea. Katika jina la Yesu. Mwizina la Yesu. Kwa uamuzi wa kuokoka. Funga cha kutubu katika jina la Yesu. Mwizina la Yesu. Sema amen. Amen. Shangilia Yesu. Tubu kwa biashara macha. Ninaitwa Askofu na Mwinjilisti George Musa. Kwitizwane Bishop Sona umurumbiriri Bishop George Musa. Niko kule Tanzania, kusini mwa Tanzania. Ku Tanzania ku East. Ninamtumikia Mungu kule. Kumuombera chara kura. Mungu kanisa. Na ndiye mpino ngano kuti inene ziachono kuyana ni chari. Nisikilize kidogo. Nivisi hapa nani? Nataka nizungumze kwa habari ya kurudi Yesu. Kuronda inene za kuiza kwa Yesu. Hivi unajua kama Yesu anarudi eti nani? Watu zimeitwa Yesu kuiza miyemo. Unajua kwamba kuna kiapo? Zimeitwa Yesu akuiza alifa watakatifu Yesu anarudi. Unazimeje wike mtu Yesu akuiza sona? Mmewahi kusikia haya mafundisho? Mwewe mtu Yesu hata kuiza sona. Mukole mwana kusikia. Mwewe kusikia. Wanapa mwewe kusikia. Barika wewe kifapi ya Yesu akuiza sona. Hebu nyosha mkono kama umesikia. Nimepiga umemo mwanya.
Wewe kama umewahi kusikia kwamba Yesu anarudi? Wewe vyema utuyesa kwiza mwimi kama. Sasa Yesu anarudi kuhukumu dunia. Yesu akwiza pakuronga ichisu. Na mafundisho haya hayafundishwi. Na maisha vino vitakumanyisiwa. Yanafundishwa mafundisho ya baraka tena. Bakunenda boro vyo vimanyisho evyansayo. Pokea baraka. Pokea isayo. Pokea magari. Pokea magari. Pokea nyumba. Pokea nyumba. Hatukatai, hayo ni mafundisho pia. Tutakukaa. Yesu akwiza so. Ndio mchana wa leo nitakizungumza. Chochokro numusanya wile roho ndeni. Na katika mafundisho haya, Yesu yote kunena ni ya muhimu kwa kanisa au watu. Eschatology. Eskato maana yake ni neno la Kigiriki au la Kiyunani. Eskato Kigiriki eskato. maana yake siku za mwisho. Eskato maana yake siku za mwisho. Lodge ni elimu. Kwa hiyo unaposema eschatology, elimu juu ya mambo ya siku za mwisho. Na haya mafundisho ni ya muhimu sana. Sasa Yesu alizungumza kutueleza kwamba dunia inaenda kuwa mwishoni. Yesu akatubuzu kuti ichisu chai kuwa kurumariro. Nitazungumza dalili chache ya kurudi kwake. Nini masaidi ya rika aku yananukwiza ambazo ni za muhimu kuzijua. Evya kuti iwe uvyagane. Sasa hivi kuna imani nyingi za ajabu. Mwema ya kuibidi vimanyisho vyoba kulingana evya kibali vingi. Watu wanalishwa mafuta. Mama wakubali Yesu ya mafuta. Wananyosha maji. Wakubali Yesu ya minzi. Wanalishwa udongo. Wakubali Yesu itope. Wanalishwa chumvi. Wakubali Yesu mbea. Sijui kama huko Malawi hizo imani zipo. Ntako mayabara njitika nusuno kumarao ziripo. Malawi zipo. Hakuna hizo imani zitakuja. Eti kizi vya baba Yesu ya mafuta. Kula kwa Tanzania watu wanabungia mchanga, wanabungia udongo. Tanzania mafuta. Na mtundu unaotimiza baba Yesu vitu ni lakini Biblia imewaweka wazi, imesema wazi. Lord Bible ndio pabusero. Tusome Mathayo 24 mstari wa 3 hadi 14 tutasoma kwa Matthew 24 mstari wa 3 hadi wa 14. Ukwenda pa verse 3 mpaka pa 14. Tuombe, weka mkono kifuani pako niombe. Vika hivyo pa chest tupute. Roho Mtakatifu tawala hapa. Lebo mwikemo utawala pamaro kano. Yesu ni Mungu, umesema tuandae watu kwa ajili ya ujio wako. Yesu wewe ni tututuwa senganya bantu kwa yananukwiza kwa. Tupo katika ibada hii asubuhi ya leo. Tulipaka balo kani David bakwiza. Roho Mtakatifu atamia kanisa hili. Lebo mwikemo ikapamaro kano. Roho Mtakatifu mzuri. Wewe baba mwikemo we mwiza. Tawala ardhi hii ya Chitipa. Wewe mwene tawala paka Yesu paka. Walioko majumbani wasikie ujumbe wa Yesu wewe mtwaya vive ibutenga uno. Maana unakuja kuhukumu dunia. Papo kwiza pakurongi chisu. Yesu natuandaa kwa ajili ya unyakuo. Yesu tutusengane kwa chiso. Karibu Roho Mtakatifu. Karibu baba mwikemo. Karibu Roho Mtakatifu. Karibu baba mwikemo. Shuka. Shuka. Wahudumie watu hawa. Omba baba. Watembelee watu hawa. Wahudumie watu wanekupenda. Asante kwa sababu ya kanisa hili. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Some mistari michache Mathayo 24 mstari wa 3. Kuna tumelenga machapter ya nani ama verse marandi. Naruka mistari mitari. Eti ndomoka ye. Mstari wa 3 unasema hata alipokuwa ameketi katika mlima Mizeituni. Bible kidogo ikarapaka spigamba pisi tu. Watoto mwatulizo wanatembea. Ama anaona kwenda mule traffic. Wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha. Abachino wakiza visa bamuyatiri Yesu. Wakisema tuambie mambo haya yatakuwa lini? Wakutumwe Yesu ngiba vyo kunena vino vilimo mgaliyi. Nayo nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kiba vina masaini ya kuiza kwako ni siku za umariro ziliburi. Walikuwa wanamuuliza Yesu. Wakamurarsu Yesu. Kwamba walipokuwa wamekaa kwenye mlima Mizeituni akasema tuambie mambo haya ya siku ya kurudi kwako yatakuwa lini na ya mwisho wa dunia? Mutumuzi njibu kuiza kwako ama saini ya
gariba buri. Sasa ukisoma mstari wa 4 wanatuwaberenga ametoa onyo na dalili na ishara au alama za kurudi kwa. Aringaniza masaini ni vimanyikiro ibyakuiza kwache. Na ndicho ninachotaka kukileta leo. Chochonkro na ile imeshirete kukwira. Nataka nikuonyeshe alama na dalili za kurudi Yesu Kristo duniani. Ronda imbabuzi ya masaini akwiza kwa Yesu mchini. Ziko nyingi lakini nitaizungumza moja. Vinjiro na ronda nene wechoka. Amezungumza kwenye hiyo Mathayo, utakapoona vita mahali. Alenite akuringani jadipomu kuzukwenye ikondo. Sasa hivi vita kwenye dunia ni kitu cha kawaida kwenye dunia. Sahaba chini cha kuofya. Sasa hivi kila unakokwenda ni kilio cha mambo. Kwa paspuku yuko abandi bakwiriza zyozi ya mbili ziyalekana. Injara. Izianzara. Tunalima hatupati mazao. Wewe na poturi mepobe tutakuinunu kwana. Hizo zote zimetokea. Zote zimambizwe. Watu kusalitiana. Abantu badiye bakuba chimbira aba bakubenga. Hata ndugu kwa ndugu hawapendani. Bakubenga na umukamu batakurondana sona. Watu kuuana ni kitu cha kawaida, mtu kumwaga damu ni kitu cha kawaida. Abantu bakugonga ni bandari kukupuka batakuberengera. Nilikuwa niko kule Kongo, nimeenda kufungua makanisa. Bona ali pakwiri vyari chikuzaire. Ni wakati natembea kule, uwezi ukatembea chini mpaka pande ndege. Wewe kurutangedwa pale mpaka kweli ndege kuzaire. Huwezi kutembea. Utangedwa maana watu wanauana kama kuku. Chifuko abantu bakugonga na ngati kuku. Na watu sehemu nyingine nikawa naonyesha, naambiwa hapa kula nyama ya mtu ni kitu cha kawaida. Abantu kula bakutinukulia muri nyama za abantu chintu chipepe buro. Sasa kama dunia imefikia hapo, bali chisi cha Afrika pana hapo. Ina maana tumefikia mwisho. Kwa tumanyo tutafika pa mmanyo. Kwa hiyo mchana wa leo wa ibada hii, ile ni msana wilero za kuwatoa watu kwenye kweli ya Mungu. Hivi manisha kuzukwisa livya kubwa mu charity vikuzuma funda mu rwitu kurwe necho mubana rari nuko basobezya. Na watu hawatataka kuishi maisha matakatifu. Abantu tena kala ndisono kemo. Swala la kukemea dhambi halitakuwepo. Kwa pasta pata maputiri mbili tena kati. Dhambi inafumbiwa isemwi. Mwema ya mbili batakuinena batakuichembera bali bize baifukilie buro. Watu wanataka kujaza makanisa na sifa ya makanisa, lakini ni watenda dhambi. Umuntu alibiza kutibari ni chari chiriakura bara bamemba babara none pata chimbizi mbibi atakuronda kutibati basadi. Na wengine wanatumia uchawi na ushirikina. Mama bakuombe zianumuno zinimbunguru yene ngatipo alinamaka. Sasa Yesu anatoa tahadhari. Buchara Yesu alipakunena akusoka. Anasema angalieni mtu asiwadanganye. Akuti mwema yanaimu watarapusike. Watakuja manabii wa uongo, watatoa ishara na maajabu. Mwema ya amemeshi wa mnyasi wa kuzukwiza. Dalili moja hapo hiyo ya kurudi Yesu nitakayezungumza leo. Isaidioka iya kwiza kwa Yesu yona yapakuneni. Wakristo wengi watadanganywa. Abakristo wengi bajupusikiwa. Wataacha imani ya kweli. Bakizureka izwi yenechiri ya mubai ya Bible. Injili ya kweli. Kebaronde izwi ya Bible. Watataka injili laini. Bakizureka izwi yisari alikuwa pepusi alikunyera makutwigawa. Hawataki kusikia habari za maisha matakatifu. Watakwenda mafandi vya tumweza tuwesiwe mikemo. Tuwesiwe wazeru watakuronda. Ukikemea dhambi anasema unaleta injili gani? Para wadu kutimbibi reka wali uyu reka skara ye. Na watu hawataki injili ya kweli. Abantu watakuronda izwi yenechiri ya tumwele kimbibi. Mstari wa 5 Mathayo 24 mstari wa 5 Yesu anasema hivi. Pa verse 5 uyesa kuti. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Bamwe batu baliza bakutinini ne Kristo balipusikabinji. Sasa dalili hii Isai nino kwa sababu ya matatizo chifungwa cha ntano. wengi watakuwa na shida nyingi. Abantu baliba dizgantajo tezi yangu. Imani wataiacha. Abantu ntajo barazgabaru kwa bale kurwiti kwa Kwa rwao. maana Yesu anauliza Chifungwa Yesu akurarusia. Luka 18 mstari wa 8. Luka 18 mstari wa 8. 18 verse 8. Anauliza atakapokuja mwanadamu ataiona imani duniani. Yesu kiba kwa kuzungumza akuyukwiri wa urusubira mu bantu. Na manabii wengi watatokea wa uongo. Yesu Mathayo 24:11. Mnaruka hiyo Mathayo mafyuzi 24:11. tafara ukwara pawanu mpaka pa pareve. Sema manabii wengi wa uongo watatokea duniani. Akutaba 10 na 100 bakwi
kwiza mchisi. Hebu nikueleze kidogo kazi ya manabii wa uongo. Lekemba buzge panandi imbombo za makubi babumya. Hatuwezi kuzuia imani tofauti kuja duniani. Mweba ya tutakukanizia evya usudira evyinji pa kwiza mchisi tutakukanizia. Kwa sababu Yesu alisema watatokea manabii wengi wa uongo. Sio vilipa kuwamba tutakufikane Zaburo papo wesa kanena watafanya wengi yamkini hata Wakristo. Wewe bali kupusikana jina yo ali wasiri ate akuikusinda. Sasa nimekuja kukupa tahadhari. Kwa kwenda ikupe uondo ingilino. Ujiepushe na manabii wa uongo atakao kuja katika siku za mwisho. Wewe uchele sana na makuri maunya zoa kwiza msiku zikabumariro. Dalili yao ni hii. Isaidi yo ino. Wao wanaita tafsiri ya uongo neno la Mungu. Bakwiza ukutangauza Israeli chalu mwabumyazi. Upunguza nguvu ya Mungu, neno la Mungu. Wakucheza maka Israeli chara. Na manabii wa uongo huaminisha watu vitu kuliko neno la Mungu. Abantu babikutubala subarire mu vitu vimo mututambara mu bikurusubiro ukurusha mwizgiri ya chara irye necho. Wanaondoa nguvu ya jina la Yesu. Bakufumya maka yizina lya Yesu. Ndio maana wanatumia maji, Chafuko babombera mizi, wanatumia mafuta, babombera mafuta, wanatumia udongo, babombera itope, wanatumia mchanga, babombera rusenga, wanasema ni mafunuo. bakutamu cha mvumbuzi. Sawa, mimi naweza nikapata ufunuo. Na ile ningabuga mvumbuzi. Niletee maji yale. Ndetera bizao. Naweza nikapata ufunuo kwa ajili ya mgonjwa mmoja. Mwe uchana ngapo mvumbuzi kwa mubinu yumo pano. Lakini siwezi kujengea fundisho. Lore nanga zenga bwire kanisikia ibyati iba panja minzi. Sikiliza. Sasa hivi watu wanauziwa maji. Itende abantu bakuba uzizi ya minzi. Wanauziwa mafuta. Bakuba uzizi ya mafuta. Wanauziwa mchanga. Bakuba uzizi urusenga. Pia wanakusanya pesa nyingi, wanachukua pesa. Abakubi bakubumjadi kidirama ili chukwendera mimiziana hela. Mmezenga. Unaweza kununua hela nyingi. Amiziana hela ungaura idrama matauza. Lakini ulienda Tanzania ukaenda kununua mafuta na maji. Para wewe Tanzania hapa una amizina. Umeenda Zambia au South Africa kokote. Ora South Africa kuchisi chosi cho. Umebeba bomu. Wanyamura libomu. Unajua hayo maji yameyatoa wapi? Wamanyama zibalala kwi. Unajua hayo mafuta yameyatoa wapi? Wamanyama tutabalala kwi. Unajua ilikotokea hayo? Wamanyakua gafuma. Hawa ni wachawi. Mwe baba bana ziburo. Hawa ni wachawi. Bana ziburo bafika mendangati fu. Wanaloga akili za watu na kuchukua pesa za watu. Mwe baba rokite ichera ginyu kwa kichawi zitaba. Bacharite. Mimi naweza nikapata ufunuo. Nirucharanga mvumburira na mizi. Mungu akaniambia ombea maji haya. Ucharanga mbuzi tiputira mizi. Nikampa mtu akanywa. Nimpumuta mwere. Lakini siwezi kusema maji ni ununue sema kato ni makote wote hapa. Haleluya. Wauzie. Mwera yakuba mbuzi ucharanga mvumburira bombera mizi ya nawe ya. Lora misapa na puti na kuba pa na bantu bapore. Lora tenje ngura makato ni na makato ni ya mizi nande pako bagabira. Awi. Hiyo sio neno la Mungu. Ziria chara. Sio neno la Mungu. Ile tena ziria chara. Neno la Mungu linajitegemea. Ziria chara ya payo. Na kama una maji huko hapa, na tulinami zipando. Nishatumia wabombera na mafuta na mchanga. Nusenga na mafuta. Umekula sumu ya shetani. Mwe mwari vindu vimo vya kwa satani. Kwa vitu vilete hapa. Vindu vya kiza mitaye muro. Matatizo yaondolewi na maji. Mwe baya itade zitakufuma na mizi. Matatizo yaondolewi na mafuta. Antade zitakufuma na mafuta. Jina la Yesu. Jina la Yesu teka. Jina la Yesu teka. Jina la Yesu teka. Wewe ukaipenda injili hii. Mwe baya iskirino tewa ni gani. Injili ya siku za mwisho. Mwe baya umuda tanga ziga iskirino. Injili ya siku za mwisho. Mbili ni bwana watu watakuungana. Siku za bumariro. Siku za bumariro zino. Bwana ameniambia nije hapa Malawi kutengeneza imani sahihi. Uchara buziru denisa pachitipe ibabuze iskike necho. Yes. Yesu. Musekele Yesu manja. Tulia tu huko. Ale fasa. Haleluya. Usitumie mic, nataka watu wanisikilize. Pole. Najua amekuza mwisho. Pumbeni sisi kuomba na makugi akumariro bano. Wanawajengea kupata watu vitu vya dunia. Wakuwa padisika kandi iskuriosi wakulingania vyoko tukabe. Hawaonyesha kuhusu mbinguni. Tena wabuzutu mwaya imnanya iliko. Hami kandi wakulenu kututu we nikarimo tutu bena vyakuti. Kwani wewe Biblia inasema atafaidiwa nini mtu apate ulimwengu wote apoteze nafsi yake? Lori
moto lole kumwanyi poto kuingira pochana chocho niwaulize watu wa Chitipa Malawi pomba la somo watu wa Chitipa pa Malawi matajiri wakubwa wenye majumba wenye mapesa lakini wamezikwa hapa kimba mzimeni kuti ada ndarama suku zisira zini zizo lole pope babafukie kuna niondoka na majumba wala na pesa kimba na ukitapa nizigandira basi lawa nizigandi makumwanya owa mipumba ya kweli sio fedha wala dhahabu bali ni toba na kwenda mbinguni mwera ya isiri ya nechiri ya chala tenyumba te magari moto lole kupinduka nukutukingile kumwanya Yesu alipokuja Yesu isa ukisoma Marko 1:14 Marko 1 verse ya 4 15 kapa 15 anawaambia Wayahudi akubabuza Yuda wakati umetimia akutitaime ya Bwana ufalme wa Mungu umekaribia umwana bachara bafika tubuni na kuiamini injili mwana ya papa pintuka musubari riziki ya chara alizoleta Yesu ni kutubu Yesu chakizira hiyo injili Israel hakusema pokeeni magari ataka tupokea magari moto hakusema pokeeni nyumba ataka nyumba hakusema pokeeni pesa ataka tupokea baraka tubuni na kuiamini injili akapinduka musubari riziki ya chara gari ni kitu kidogo kwa Yesu igari moto tunyuma tunandi kwa Yesu sasa kutupa ni kitu kidogo uchara kaka tupate utupindarama tunandi acheni injili kuamini injili ya vitu vya dunia hii mwe leko kusubari vya mchezo subari ya izgiri ya chara umurufiri mweneto ama gari watu ntondarama tupebe batu chara tupe ndio maana watu wanahangaika wanatafuta vitu usiku na mchana chotifuku usiku musanya bakurondore vitu akienda kuambia wanataka apate utajiri para aya kurondi chiputo kwa kurondi chuma baada ya miaka 70-80 unakufa unaacha lora pamaka 70 wafa vya ziara sikiliza are ivla mimi nilipookoka ina wanapokwa nianza kanisa na watu 7 tu kanda ichachi ndina bantu 7 sina pesa sina chochote tena ndarama tena chimo Mungu akasema na mimi uyesa kanena nune anaambia nataka kukufanyia ishara moja kuronda ikurangiza sign yoka ili uamini kwamba mimi Yesu ni mpaji kuronda ikurangiza kutuchara wewe yura kupeleka wakati nimeacha kazi yangu onale kimbongo yani akataka kufanya ishara moja uchara kataka kupisaini yoki chimanyiro choka alafu aliniambia kitu kimoja sona kambuzi kichindi choka si kwa sadaka wala kwa chochote utaishi kwa neno langu atewi karibuno chukua chatoka kupeleka watu wakusopa lore wayi kwikara chukua chizwi yani hatuanzishi huduma hizi ili kufikiria kwamba tunataka sadaka gani tutakwandisi vyari chikoti tupokee hivi ya kusopa vinyo awe sisi tuna Mungu wa kweli isha tulinucharu mweneto huu ni mwaka wa 34 nimekuwa nikizunguka matawena mwene huyu ni mwaka wa 34 kurubiri riziki ya chara sadaka ipi ingeniwezesha kwenda huko mwe mkombozi kuti zya kusopa wili ndrama zonge zituwate kumazabiki kosi kuzaile kosi kuvyesu vyote kwa hiyo sifikirie mchungaji Bili ameanzisha kanisa ama kutaka sadaka yenu amekuja kuleta injili ilivyo hai mwe tena nusuri kutubira papadisi charity alitakwati mungu putu ndrama zonge kusopa awe analetele iziri ya chara sisi tumetuma kueleza kweli isa tuishite pakula ni gani uganarori kushuhudia kidogo lekaba simikize banana watu 7 kana na watu 7 Mungu akanisemesha uchara kanena nune George na kupa gari akati George nguku pigari moto wakati sina pikipiki sina basketi lore teno Honda linjinga yopete na yoro chara tu Yesu anasema na mimi lore Yesu kanena nune nikasema sawa nile kati ndaga Yesu asali nilipoenda kanisani naambiwa tabiri waambie unapokea gari akutifumusha panga profesai wewe kwa ni gari moto watu 7 tulikuwa nakuja kwenye kibanda kidogo mwe tukana 7 tukaputira mkasaka sakamora kama buro ndio maana nataka nikwambie kwenye mambo ya Mungu anajua maisha yako unataka kula na kuvaa na kujua uko kuronda kubuzu kutemwela ya pambombo ya chara uchara mbeni kuti urondi wicha akulia urondube na chimo chukuronda anajua unahitaji mavazi unahitaji uchara zimendu kuti vya kuvara vikurondiwa wewe tulia kwake tu wewe fasoro mwachara azimenyi nyumba ikurondiwa fanya biashara zako na kazi zako tu kwa uaminifu wewe wamaro musubari wali business yako uchara menye vyo kuvironda so kwenye ibada siku za ibada mwe pakalano kizgire chara za wife izgire chara Mungu wewe kumwenye chara Juma nilikwenda kanisani pale kwenye kibanda nilipopata para iskuria pamande na ya papa botu kuputira nilipofika
kwa washirika wale 7. Wanafika pabara watu puta nabo 7. Tena wewe mchungaji una washirika wengi hapa. Iwe betu lipo nabo binji. Una wangapi sasa? Tupo 16. 16. 17. 17. Sasa mimi nilikuwa nao wangapi? 7 tu. Ile kama nabo 7 basi. Asikini Mungu akatenda muujiza. Lolo chala papa kaombe chiswingi. Mungu haangalii wingi wala uchache. Uchala tape ni wingi oromo mbele ibunandi. Washirika mlioka hapa ni wengi sana. Mama ile panu mwe binji. Mungu anaenda kufanya mambo makubwa. Uchala aiko wamefite vikuru pana kuwabariki. Uchala aiko basaya. Anaenda kuwainua kwa kazi zenu. Uchala aiko kukweza pamoja siki. Amen. Kukweza ma business wa kuona. Mshirika wangu ameokoka na miezi 3. Kana na himu memba ya kizapo kwa bro ama kala 3. Amezi 3. Miezi 3. Amezi 3. Mume wake alikuwa hajaokoka wala hanijui. Numurume wache ataka pokwa so nataka amanya nukumanya. Mimi naendelea na maombi. Ino kuendelea kuputa. Siku ghafla usiku ananiita. Kwivuka usuko akunimbira. Mwite yule mchungaji wako. Mwite superstar ila wako. Sijui alikutana na Yesu namna gani. Kara kokomana ulibiri ni Yesu. Tena wala sio wa dini, alikuwa hajaokoka. So nataka pokwa. Nilipofika kwake, unafika ukwache. Ananiambia wewe ndio mchungaji. Akatoa wewe pastor. Mnaabudia wapi? Mkuputa hii. Nikamwambia tunaabudia kwenye kibanda fulani baba. Atuputa makasi kama kara. Mke wangu ameamua kuokoka kuja hapa. Pumuchiwane adumuti ndimupute nawe para. Ameniambia unazunguka kuhubiri. Akutunivuyu mwichiwana mzizi kutuzunguriruya kuno kupurumbirira. Kwenu ya kuno kurumbirira. Akaniuliza umeoa? Akati niko sijaoa mke wangu. Akutuwe usendite hapo wachiri nukumsendu mchiwani. Nikiwa tu na vijana naishi nao. Wao ndio na manyamata wao mkuikara nabo. Nikamwambia sijaoa bado. Kati nshiki ndite. Umepanga nyumba ya shilingi ngapi? Akutukulipira rent ziringa. Nikamwambia ni hela ndogo tu. Katangu lipira ndrama nani? Unalipaje hiyo nyumba? Akutukulipira buli ndrama. Nikashangaa yule msana nihoji maswali mengi. Hakuna sadaka makwesho na mimi. Akaniuliza sadaka mnakusanyaga shilingi ngapi? Akutikimba para marugungani kazi sio mwasopa. Kwa naziringa. Nikamshangaa nikasema kwani huyu anataka kuwa mshirika? Wewe umoto ukimba kuronda wewe memba. Swali ya sadaka na maendeleo ya kanisa. Aronda rasa na mimi ndrama tubwingirira aronda pama wewe pewa mchari. Mchungaji mimi sio kama nataka kuokoka. Atoe pasile teo tikurondu kupokwa awe. Mimi nakuuliza tu. Huku rasa wewe takurondu kupinduka. 2,000, 5,000, 6,000 kwa mwezi. Akuti une pamwezi mupuma oipingira 2,000 rumo ni hela sana hiyo. Pamwezi. Anasema sasa unalipaje nyumba hiyo ya kupanga? Akutukulipira buri rent para endrama yo bakusopa karibu nungu nani. Unakulaje? Unakula nini? Ukulia choni para maripira 3,000. Una mzungu kutoka kokote, kuna wazungu wa missionary wanakutegemeza. Ati papa ukulibamo abazungu na bamishonere bamo baba bakupanga bakusupporta. Nikamwambia mimi sina mzungu yoyote, mzungu wangu ni Yesu tu. Ino mzungu na Yesu wakatenga yumuyunji. Akaniambia sasa, akatipire una ng'ombe wa maziwa? Uli ni ng'ombe ziarukama? Nikamwambia sina. Awe ni ng'ombe ziarukama. Anambia kuanzia leo ukwanda ilelo utachukua maziwa lita 1 mpaka utakapopata ng'ombe wako. Akuti isi kuriosi oduzenda irita ngokiri yarukama pa nyumba mpaka pawe za wala ni ng'ombe ziyako. Sasa miaka hii ya nyuma ng'ombe kule kusini walikuwa ni wachache kule mkoa. Kwetu kule ku east ku Tanzania ng'ombe zikala nandi he. Huo ulikuwa kwangu ni muujiza. Ile kukwane akabacha swiwo. Akaniuliza swali. Akandaruska. Unajua kuendesha gari? Umepa kwenda gari moto? Kama sijui. Ile jamii pa kwenda gari moto. Nyuma hiyo 96. Inga kama 1990 ndio inaanza kazi. Bona nda uli bobo mo 90. Unaoshirika wangapi? Ngambia 7. Au tulina member balinga ku 7. Akaniambia kwa moyo wangu. Akuti kwa moyo wangu. Wala sijashawishiwa na mtu yoyote. Na yumo ya ngoja yumo angonya ambuzia. Nimeamua kutoa gari yangu moja. Na dumuru unifuni gari moto yoka. Kukupa wewe. Kukupa wewe. Akatoa funguo. Akafune mati. Akatoa funguo kwa ajili yangu. Akizapeleka ukii chufu kwa chani. Mimi sikushituka kwa sababu nilishaambiwa mapema. Ile takasui ya babu Yesu akapela mzizi ngari. Ndio usuli wa Roho Mtakatifu. Baba usibikizo na takashika funguo. Kakoruki yura. Mimi hapa na watu 7. Une tena watu 7. Ndio maana usijidharau. Chofu kwa utikisure. Usijidharau. Utakisure hala. Usikate tamaa. Utakaruzumo itakapo Yesu yuko kwa ajili ya maisha yako. Yesu alipa tupa chamo mimako. Anashughulika na maisha yako. Alipisha nubo mimako. Yuko anajali maisha yako. Yesu akusahiru wewe kazi
Mungu. We ikalakiza luchara wako. Sikiliza. Ifisha. Watu waliposikia. Abantu bobivuga. Asikia akawawasha. Ara amakutu akasigara gandu kuswiga. Ara haiwezekani. Mwezi kanga bomba. Huyu kijana na dawa. Wewe umenyamata yule lina marembo. Mchawi. Wewe umenyamata yule murozi. Sikiliza. Ifisha. Umetumia na miaka 5. Mwe kaombera makala 3. Huwezi kuniambia kwa habari ya kubariki Yesu. Mwe kutanga kuja mchana kusaira wewe. Yesu yuko tayari kubariki watu walio tayari kutubu dhambi na kuishi maisha matakatifu. Mwe ya uchara alilete pata kusaya ni chumi chinji, barulete pakwikala umumi, ugikemo, kama uko hapa hujaokoka uokoke. Bara uliko bado tapindu kuchara lete pakuwebe vikuru babako. Mungu ameandaa baraka kwa ajili yako. Uchara senganisye blessings isayo chifuko chako. Sasa watu kuwatazamisha kwenda mbinguni. Batakurumbiri hapa kudiwana rangi kumwanya. Wanakuambia njoo utapokea magari. Bakutiza kuno utapokea gari moja. Njoo utapokea biashara yako. Uchari nitakupa business. Njoo utapokea hiki. Wewe uchari nitakupa chino na njoo utapokea fedha. Wewe sakuni tupokea ndarama. Iko wazi jamani. Bible ilipauza mwewa yaya. Hawezi kukubariki hata upande mabilioni kwa mabilioni upande mbegu. Wewe unaweza kubarikiwa mpaka tukuja. Mwewa ya. Napoka kama sidi watu sidi. Wewe itakubarikiwa. Wewe karina kwa kutikumiara sidi. Ndio utapokea hili. Biblia inasema hivi. Bible ikuti. Nisikilize ninapomalizia. Nifikishe pona hayo kumalizika. Ili fundisho taendelea jioni kwenye mkutano. Mwewa ya ichibacho chino inje manyisike icha mabwira hapo tuendelea nisema. Nisikilize ninapomalizia. Nifikishe hapo tukumalizia. Watu wamechukuliwa pesa nyingi. Abantu drama nyingi babafyura na wajanja. Mwe aba babombe bachara bacherite. Baraka za Mungu hazinunuliwi. Isa zachara tutakuzigura. Tutakugura. Huwezi ukafanya tendo la kamari kufanya biashara na Mungu. Utakabomba business luchara pa kutusaidia biashara. Ukiwa mwenye dhambi, wewe mtulanongwa. Mungu hawezi kubariki kazi ya mikono yako ukiwa na dhambi. Uchara tanga saya imbogo zganyo bezako baruchiru ni vibibibi mukasi. Mithali 28 Proverb 28 24 28 mstari wa 13 verse 23. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Wewe yo asikikitimbiri vyake. Bali Yesu ungamata pata rehema. Lore yo akuzibika babu zeratine ndipando hobokera uchara kuyumu hobokera. Sasa mwewe Mungu anataka kufanikisha, anataka baraka, alafu na dhambi unafanya, haiwezekani. Mwewe iwe ukuputa utuchara akwendelezwe pandazi, lori mbibu zifisite mukasi. Sasa hawa manabii wa uongo, abakobwe babunyasi. Wa siku za mwisho, siku za mmario. Wanakuambia toa, utabarikiwa. Toa, peleka. Uchara yukusaya yuko ndani nyumba. Lori atakutipinduka. Na wanachokifanya wanatumia uchawi wa kudanganya akili za watu. Uchawi kwamba bali nijeri burozi oba kuba matwe. Sasa usidanganywe. Bongo babuzi kutubataka usikubali kudanganywa. Utakaposikiwe. Alafu manabii dalili nyingine ni malizie hizi dalili. Mimalizi ya masaini ngano isaini inji pano. Utana waumini wao. Bakwenda bakupanguga maraya na bakristo babo. Wanatembea na waumini zao, kuzini ni kitu cha kawaida wa manabii. Neva ya abendu bwa maraya pakuhurika nubuputi bwabo nubaprofeti bwacho. Wanatongoza waamini wao, wanawazini waamini wao. Kuba buzga kuba ombesenye nuga papa burabura kumuronda akwandu bomba na ubwa maraya. Usikubali kukaa kwenye kanisa ambalo unaona huyo mchungaji anakutongoza hata ukiwa ni mke wa mtu. Usikubali, ukiona hapo kimbia. Utakiti kizeba kujoin charity or pakwikara ukwe nutoro pastor or prophet or uwe akutondereza ngata kuronda abombe vimo papane fuma wamevuruga ndoa za watu wa manabii. Wanangalizi amasenda abantu. Wameharibu ndoa za wengi. Wanantaja amasenda abantu. So kazi yao wametumwa na shetani. Ibombe yao natumiwa na satani. Wala wakuombe sikaburi. Wameharibu mabinti wengi, wengine wametoa mimba mabinti. Mwena wakuombe sikaburi zidari ya Yesu. Mwena wapangisu kutaba vitu
nyumba huko wamefanya vitu vya ajabu. Wakupangisha utuni batwale tuko akumwikazi umukorora tuko fada kwengi akumwendera akumuko. Ndio dalili ya kuwajua hawa watu. Iyo sign ya kuwamanya abantu. Sio kuhubiri na kutenda miujiza. Teya kurumbira ukuti visiki kama miracle. Miujiza sawa. Nando kusubara mamera kuzisubarira. Sikiliza. Miujiza sio ishara ya utakatifu. Para mamera kuziparanya yimo amamera kuza kuomba techo chikurangiza kuti muntu yo muzeru. Kwani wale wacha wa Misri hawakutenda miujiza? Kimba abara sana ku Egypt wanataka wabiswiho. Sio walikuwa wanatumia uchawi. Kimba kwa bisuburo wabiswiho. Tuletea injili ya kweli. Twakuretera urumbiri rugenecho izwigenecho. Kwa hiyo jitenge na hao watu. Pofu mako kubantabo. Ukiona mtu anakufuatilia kama ni binti au mama, para wayi mako kongereza wewe mulindo oro mama. Hao wameingia agano na shetani. Hao wameingie machudo bapangi tububezi connection na baro zinabampepo. Sasa hiyo roho ikikuingia kuamini wao. Hicho pepecho para cha kuingira utuba subarire. Toki kwa sababu unakuwa umefungwa. Yate ufume papo wapinywa nabo. Na wanaheshimu sana manabii kuliko Yesu. Bakula chindika aba prophet ukurusikano Yesu. Yaani ukiingia huko, waya huko, utoki, utakufuma. Hela yako ya mwisho itaisha. Wewe indirama yako yosi yayu kumarapio. Na unaweza kashangaa mpaka mtu anavunja ndoa na mume wake kwa sababu ya kumheshimu prophet au mchungaji. Abantu baliredu kutina masenda ngamare tuko cha kumuchindika uprophet au pastor wache. Jamani kumheshimu ni Yesu. Kumuchindika wa Yesu takao kwanza. Yeye wa bwandiro. Hatusemi tusiwaheshimu watumishi wa Mungu tusituheshimu. Mwe tutakuti mtakachindika wobe wachara tuchindike. Lakini hawa manabii wa uongo wamechukua heshima kuliko hata Yesu. Lord abakumi bakunyasi base tumuchizi wosi ukana Yesu kuliko Yesu. Ubakuba chindi kurusana Yesu. Hizo ni dalili za siku za mwisho. Hizo ndio signs za siku za mariro. Usijiepushe na manabii hao. Fumako kubakumi ba mtunduo. Hao wamekataa mafundisho ya kweli. Eva vitu vya msingi sana vya kuangalia. Vitu vikurusani vya kwenya. Ninamalizia hapa. Naambia stop kwa sababu ya muda. Umbebo mikema kutini mpelele chukua cha time. Nimekueleza hayo machache uepuke na hayo mambo. Nafikiri Roho Mtakatifu ameona. Na kuvuza mambo fupi ukuti umekuvinti vyongati mwawigira. Naomba simama juu. Zatwimirire. Simama juu. Imirira. Simama juu. Imirira. Simama juu. Imirira please zatwimirire. Paradoska. Kama huna sababu ya kukaa simama juu. Para aliko chako tichikuikazge pasi pamo ndanturi ni ntami. Funika macho yako. Igarira miso yako. Kupikira miso. Huu wakati uliobaki itamia ya siara ino. Inawezekana ulikuwa na yumba kiimani. Rumungiza wayo muruwitu kwa rwako murusubira rwako wanengenaga wazeyembite he. Au ulikosea. Rumuka munangiru cyara kimo. Ni wakati wa kutubu. Time yako ya kupinduka. Alafu usirudie tena dhambi. So nutakapianirisona mumbibi niyo. Funika macho yako. Igarira miso yako. Inawezekana huko hapa hujawahi kutubu dhambi na kuokoka. Lumu time zimutaka terubone rumo ile erorino. Unataka kujiunga kwenye kanisa la kwenda mbinguni. Ukuronda ujoin church ya kuyakumwanya. Sisi tunaenda mbinguni, hivi ni vivuli tu, ni vituo. Ite Kingston Global Tabernacle Church ni kivuli tu, ni eneo tu. Hii area Kings Global Tabernacle maro uro chitoro maro uro chindu ni kituo cha mafuta. Chitoro stage uro yo ipakiwe rorete ite na chimivyo. Lakini kituo hiki ni safi kwa sababu waneuza ni safi. Mweba ya napo stage ino nyinza chifukwa cha muntu yo alipapo omubomvi wache. Sasa unataka udumu kwenye mafundisho haya. Bara ukuronda wikazanya mufimanyisho vya mubomvi uno. Umekuja hapa unawezekana hujapatana na Yesu, hujaokoka, unataka kuokoka leo. Bara utaka kwa maana Yesu utaka kwa ile rorino ndropinduke ubone. Kama naanza kwanza na watu ambao hawajaokoka kabisa. Kurona na watu ambao wataboni tenzira wataboni. Unataka kumpa Yesu maisha yako, ukae kwenye mafundisho hapa. Uronda wikare pasi pano, wikare muvimanyisho vino, udumuru kutine kuronda mepoka nuwe. Funika macho yako. Funika macho yako.
Inamisha kichwa chako. Unasema kwa kweli leo mimi ninaamua kuokoka. Leo hii nimesikia ujumbe huu, sitaki kudanganywa na takuronda kupusike ukutimwe nivwa izu ya chara takuronda bampusike sona ba prophet babumyasi sitaki nidanganywe, nikaa kwenye mafundisho sahihi. kuronda takapusike sona nikale muvimanyisi vye necho. Wewe uliye tayari kama huko hapa ulikuwa hujaokoka unataka kuokoka, na ndio wewe ukuronda ubone utabonite uronda ubone pale pale ulipo unasikia unataka kuokoka leo. Pospo ulipana hapo uronda ile ruboni, nyosha mkono juu. Imikinyo wekuma inamkutine kuronda imboni. Umekuja kwenye ibada hii asubuhi ya leo. Wiza inda bindabi ino. Kama uko ambayo uko hapo ulikuwa hujaokoka unataka kuokoka, nyosha mkono juu. Bara utakapo bona ile ruboni boni. Imikayo nyosha tu, usiogope. Asante. Utakope imikinyo. Nyosha tu, usione aibu. Asante. Utakivi soni haga. Nyosha tu. Sasa hiyo nyobe basi. Asante. Ndaga. Asante. Endelea tu kunyosha mkono. Endelea ambao umekuja kwenye ibada hii uko unataka kuokoka. Wewe ukuronda iwe ubone. Sema maneno haya. Kuongeza mazigano. Pale pale ulipo. Po uli hapo. Sema Bwana Yesu. Uti wewe mwene Yesu. Ninakuja kwako. Kwiza kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nende mturanongwa. Nimeamua kutubu. Na dumuruku fufuti zinariani. Kwenye kitabu cha hukumu. Mbuku ya mbuno. Mbuku ya bumi wabwira na Yesu nisamehe. Ngobokera. Sitarudia tena dhambi. Tenkandi kisona. Sitatenda dhambi. Tenkabo mbimbi bisona. Asante Yesu. Wasali pa Yesu. Kwa kunisamehe. Kwa kungobokera. Na kuniokoa. Pakumpoka. Katika jina la Yesu. Mwisi na Yesu. Amen. Amen. Subirimo. Nupasa tazimenye rori we umenyeweka. Yesu akirudi uwezi kwenda. Paru Yesu iza otaku ya kumwa. Unasema nataka kutengeneza na Mungu. Ukutine kuronda nandu upya nuchara. Nataka Yesu anisamehe. Kuronda Yesu angoboke nandu upya. Niko tayari kurudi upya. Kuronda nandu upya. Nina Ukristo lakini uliokufa. Ndino Ukristo nemu Kristo roro Kristo obukatazo orumufe. Nataka kuanza upya na Yesu. Kuronda nanda kiza nyosha mkono juu. Imikinyo be mu mwanya. Asante, nyosha tu. Wala siabu tutakapaske. Nyosha tu. Nataka kuanza upya. Wandu upya. Sasa nyinyi njoni mbele wote nyinyi mlionyosha. Imikinyo be zapa nazipana kuronda maputi. Nataka tuombe nguvu za Roho. Tubaputira amaka mbepo mwikemo. Njoni mbele. Omusimu achana kuike babino. Nguvu hamna ndio maana unajikuta unakosea. Umenya amaka mbepo mwikemo na agama chofuku kupuvya. Nguvu hamna. Amaka na agama. Ipange tu kwenye mstari kabla. Bambaki za pano amaka ukupuvya hapo vikunangananga yuko cha amaka mbepo mwikemo na agama papa hapa. Tunataka tuombe nguvu za Roho Mtakatifu. Tutaputira amaka mbepo mwikemo ukitoke. Twende funyako kano. Akapupe nataka nielekeze ule Mungu wa kuabudu ule wa kuabudu ule bana tawimba. Tusubiri kidogo wote tukae hapa kwa ajili na watoto wote njoo huku kaa nyuma ya watu hapa. Nataka tuombe nguvu toba na nguvu ya Mungu. Oh hallelujah. Hallelujah. Kaa nyuma ya watu, kaa nyuma ya watu. Wengine kaa nyuma, wote kaa nyuma ya watu hawa. Sikiliza nyinyi mliokuja kutengeneza, nyosha mkono juu, funika macho. Sema maneno haya. Ulimjua Yesu lakini ukapoteza mwelekeo. Rumo ukamanya Yesu lore pisi na wasogera o Yesu kamanya kitu. Weka mkono kifuani. Vikinyobe yako pa chest. Ungesimamia kumchukua nafikiri speaker inapiki. Hapa simama. Subiri kidogo. Sikiliza. Ifisia. Kwa nini umekosea? Kwa sababu nguvu za Mungu hakuna. Upuvize kwa cha tamaka la mbepo mwikemo mwako na agamo. Sasa mimi nitakachofanya na kuongoza kwenye utakaso. Kwa one chonkuronda mbao umekuronda kurongozie mukemo Roho Mtakatifu. Sona wisusiwe na maka mbepo mwikemo. Sasa sema maneno haya. Kokezi ya masikio. Hii mlionyesha kutengeneza. Mwe mwimi kukuti muyani ya kisa. Sema Bwana Yesu. Uti we mwene Yesu. Nimekukosea. Kunangiye. Kwa mawazo. Munyinongono. Kwa maneno. Mukanenere. Na matendo. Na muvya kubombwa. Naomba Bwana Yesu. Kuraba Yesu. Nisamehe. Hobokera. Nitakase. Zeruvye. Kwa jina la Yesu. Mwisi na la Yesu. Sitaki Ukristo
wa kawaida. takuronda ubukristo bwa buro. Nataka Ukristo halisi. Kuronda ubukristo bwenecho. Naomba Bwana Yesu, kuronda Yesu unijaze nguvu. Unisusie na maka. Unijaze nguvu. Unisusie na maka. Unijaze nguvu. Unisusie na maka. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Amen. Amen. Nisikilize sasa. Nifikirie. Ili ushinde nguvu za giza, pakutoa pot amaka, ili ushinde dhambi, patoi pot mbili, lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Paka ususiwe na maka mpepo mwikemo. Na kushushwa Roho Mtakatifu, baru mpepo mwikemo ika. Ni kitu cha muhimu mno. Kitu cha pamanya. Utaona kama vazi linashuka ndani yako. Ukuzukwene ngati cha kufanya chimo chika papako. Utakapokuwa unaanza kutamka, unaomba. Bawanda pakuputa watu. Uombe kwa sauti. Upute na maka. Alafu achilia ulimi wako. Rekezelio ulimi utakari badelu ulimi wako. Utaona ulimi umekamatwa. Na niwenyu ulimi rwaremwa. Lugha inakuja. Intimisi ya Afrika. Achilia hiyo lugha. Intimisi ya sisi. Sio mapepo. Pepo. Sikiliza. Efisia. Hiyo lugha. Hiyo ineno. Ni lugha ya Mungu na watoto wake. Neno ya chara poka na bana bache. Sikiliza. Wengi wanashindwa. Aliitwa kupotwa. Wengi wanashindwa. Bakupotwa. Wanatenda dhambi. Bakuwa mbibili. Kwa sababu kifukwa hawana Roho Mtakatifu. Bateno mpepo mwikemo. Sasa wakati mwingine ukijazwa hiyo nguvu, itaisimo kwa maka mpepo mwikemo ika. Unatikiswa. Ndi wawandu kunengena. Kwa sababu Mungu anaingia. Kifuku Yesu alipapinga. Usiogope. Utakanyire. Iachie. Ilekeza maka. Kayo maneno yanayokuja kwenye ulimi wako. Urundiroru kusitura rureke. Moyoni utasikia furaha. Ndi wanu makuruseke Afrika. Wewe tamka tu. Iwe legeza. Hiyo lugha inayokuja. Iti msiwezi kuiza. Niseme ni lugha ya Mungu na watoto wake. Ururimimba lirime ya mpepo mikema luchara na bana bache. Fungua moyo wako. Iura wa moyo wako. Una haki ya kujazwa Roho Mtakatifu. Wewe ubagiri kutupokea maka. Leo tunapoadhimisha Pentekoste, ile ndio tukuputi na tukukwazili ya Pentekoste. Pentekoste maana yake ni kujaa Roho. Pentekoste mimi yetu kulisura na maka. Yesu alipopakwa na mbinguni, Yesu apakiwa kumwanya, akashusha Roho wake, akisha umuzimu wake. Ndio utaweza kuwa Mkristo. Wewe Mkristo. Na siona nguvu za Mungu ziko hapa. Amaka chara ipana. Inua mikono juu tunapoenda kuabudu. Imikinyo mwana poto hapo kwa mikono yote miwili abudu. Imikinyo. Oh haleluya. Funika macho yako. Igalira maso yako. Funika macho yako. Igalira maso yako. Funika macho yako. Igalira maso yako. Jiachie moyo wako abudu. Ile kesi kama ungesimama hapo kwa Mungu. Anataka kuika. Wenye watoto wasikia. Wale nenda na baba kwa bana. Repakuta. Iba. Shaka baba. Iba. Repekete. Shaka ya nguvu na shuka. Kani amaka imekuika. Amaka imekuika. Amaka. Shaka. Repekesha. Yesu ya Sepeteka. Karibu yupo. Baba mikemo. Ibo sile watekine ulimi wako. Hey. Uta. Lena. Uta katumbu murabo. Iwilio mwenenega. Iwilio marukuelekeza. Nashuka imekuika. Isimu. Pakera. Endelea. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Uta. Nena kwa lugha. Uta. Nena kwa lugha. Nena agalime. Shaka. Hata kama nitabuka. Leo ni kusema kwanza. Nena kuyaza. Nena kwa lugha. Lekesuri. Shuka. Utakanyire. Akika. Akika. Utakapura hilo. Shaka. Rekete. Pakera. Pakera.
Usizuie. Inavuruga. Inavuruga.
In the mighty name of Jesus. Jioni tutaendelea na maombezi ya Roho Mtakatifu. Nitafundisha umuhimu wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo waite watu wote kwa sababu ni siku ya Pentekoste. Kwa hiyo tutaadhimisha jioni na usiku tena. Tunataka watu wajazwe Roho. Tunataka watu wajazwe Roho. Waweze kuhubiri Injili. Sikiliza mchungaji kwa matangazo machache. Amina. Asante. Tunashukuru Baba. In the mighty name of Jesus. Thank you, God. Oh. Hallelujah. Mchana wa sana. Wewe